Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Atukuzwe Muumba mbingu na nchi, atupaye neema ya kila kucha. Rehema zake hazijawacha kutubariki milele. Langu jina Ndeva Mathew na idhaa ni Radio Fortune Africa Ukweli na Burudani, na tuko ndani ya kitengo kizuri kabisa, ndimi za baraka. Natumai popote ulipo unabarikiwa siku zote kutufuatilia, maana radio ni Radio Fortune Africa Ukweli na Burudani, na kipindi kizuri kabisa Mwanga wa Baraka ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa saa 4 mpaka majira yale ya saa 7 Afrika ya Mashariki. Nasema nini katika ndimi za baraka? Katika maisha ya kale, tena katika Agano la Kale na vitabu vya kale vya neno la Mungu, kuna baraka ambazo Bwana alikuwa amewapa watu, zilizokuwa za kuishi siku nyingi. Watu waliishi siku nyingi mno, tena sana. Nasema nini katika habari za ndimi za baraka? Kifo kilikuwa kiko mbali sana na mwanadamu, kiwango ambapo kifo kilikuwa kinatazamiwa kwa umbali mno, si kama jinsi tunavyokitazama kwa sasa. Kimo karibu zaidi na wanadamu, kilikuwa mbali mno mauti. Na Mungu alikuwa amewafanya wanadamu kuwa na mwili ulio bora, dhabiti, mwili ambao ulikuwa unaweza kumbana na changamoto zote zilizokuweko, kumbana na magonjwa. Yaani mwili ulikuwa umekuwa ngome halisi ya kukaa siku nyingi, ulikuwa na nguvu za kusonga mbali tena sana, kumaanisha mwanadamu alikuwa anafikia kiwango cha kuishi milele. Kuna watu walioishi dunia hii, waliishi siku nyingi, waliona mambo mengi, waliona fursa nyingi, waliona falme nyingi, waliona mambo makuu mengi yakipita, tena yakikuja na yakiondoka. Walipitia katika ngome nyingi zilizokuweko siku hizo. Waliona vitu kuu mpaka wakafikia kizazi chao cha 10 na wakakiona kwa macho hivi hapa duniani. Hizo zilikuwa ni baraka tele ambazo nazungumzia katika ndimi za baraka, tena baraka za kutosha, baraka nzuri mno za kuwa na uhai. Maana uhai, uzima ni mojawapo ya baraka tele ambazo zinatoka mikononi mwake Mungu. Waliishi miaka mingi, tena miaka tele, miaka ya kuweza kuzungumzia. Walikuwa na mambo mazuri, waliishi duniani, walikuwa na miaka mingi ya kukaa duniani, waliona vitu vingi chini ya nchi, walikuwa watu walioishi na furaha siku nyingi hapa duniani. Lakini uovu na makosa ya mwanadamu yaliongezeka. Jinsi mwanadamu alivyoishi miaka mingi, na ndivyo mahasi, uovu, dhambi na kuchukiza kulijaa dunia. Mungu muumba mbingu na nchi anapenda kuishi mahali palipo na utukufu. Anapenda kutembelea mahali palipo na utukufu. Lakini mwanadamu aliibadili dunia, ikawa dunia ya anasa, vita na mambo mabaya yakawa yamejaa dunia. Yaani moshi uliokuwa unavuma juu ya dunia ulikuwa ni moshi usiopendeza. Yaani dunia ilikuwa imeharibika kiasi kikubwa tena sana, mpaka kikafika kiwango ambapo akingewezekana karibu watu wengi, maana wameharibu kila hali, uovu umejaa kila mahali. Basi ikawa ni vigumu, maana uovu ulikuwa umetika mizizi. Kulingana na miaka ya mwanadamu, ndivyo uovu ulivyokuwa unajaa katika dunia. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, katika ndimi za baraka asubuhi njema kabisa, Mungu akasema mwanadamu hataishi tena milele. Yaani mwanadamu hatakaa tena zaidi. Kabla tujafikia gharika na kuiondoa dunia na watu waliokuwa duniani, paliishi mtu aliyeitwa Metusela. Metusela aliishi miaka 969. Yaani alikosea mwaka mmoja, aishi miaka 970 hapa duniani. Tazama karne ambayo Metusela aliishi. Tazama miaka ambayo Metusela aliishi, miaka 400. Kumaanisha Mungu alikuwa amethibitisha ya kwamba mwanadamu anaweza ishi maisha ya muda mrefu duniani. Lakini mabaya ya mwanadamu yalimfanya Mungu kuwaza tena jambo la pili. Muda wako ni mchache sana hapa duniani. Unayenisikiza, unayenitazama,
muda ulionao duniani ni mchache mno. Tazama, kutoka miaka 969 ya Metusela aliyoishi, tunakuja miaka 70, 80, ikienda sana ni 100. Ndugu zanguni, fahamuni jambo hili. Baraka Bwana alizokuwa ametuahidi za kuishi milele ni wanadamu wenyewe walizoziharibu kwa anasa ya kidunia, maovu ya dunia na mambo mazito yanayofanyika. Nataka hivi, katika mwanga wa baraka, kipindi kizuri sana, unapoondoka duniani, wacha watu waone umewacha mwanga ukiwaka duniani na umewacha baraka zikiandamika. Yaani ni jambo la maana sana ikiwa utawacha mwanga duniani na baraka zinazodumu duniani, kuliko utakapoondoka umeliwacha giza totoro na laana tele inazagaa juu ya nchi. Tamanio langu ni kwamba uwache mwanga wa baraka yako ikiangaa, giza zisionekane. Lakini fahamu jambo hili, wewe si wa kudumu, unapita tena haraka. Wewe ni mgeni tena ubalozi tu duniani, una mbalozi wa Mungu hapa duniani. Na nataka ujue jambo hili, unapita kama umande wa asubuhi na tena kama moshi. Lakini ishi ukijua ya kwamba tunahitaji utakapoondoka duniani, uache mwanga wako ukiangaza na baraka zako zikienea. Radio Fortune Africa, ukweli na burudani, mwanga wa baraka ndicho kipindi, na uko nami hapa Mathew Ndeva. Nasema asanteni sana popote mlipo, endeleeni kutufuatilia kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Tena unaweza sema na kituo hiki kifedha kutufanya kuwafikia wengi na kufika FM na hata kupanua wigo letu kufikia milioni ya watu. Till namba yetu ni 4561 468. God bless you. Asanteni sana na Mungu awatende mema.